Baada ya hapo juzi kanisa la Ufufuo na Uzima linaloongozwa na Askofu Gwajima kufungiwa. Sasa leo Askofu Bazili ameibuka na kutoa ombi rasmi kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, akimtaka aingilie kati na kusaidia kulifungulia kanisa la Ufufuo na Uzima linaloongozwa na Askofu Joseph Gwajima, ambalo lilifungiwa kwa muda kutokana na tuhuma za kuhusika na mahubiri ya kisiasa. Akizungumza kwa sauti ya unyenyekevu lakini yenye msisitizo mzito, Askofu Bazili alisema kuwa hii ni kanisa la watu wa Mungu, watu ambao wanahitaji sehemu ya kuabudu, wasaidie warudi kumuomba Mungu wao. Askofu huyo alieleza kuwa licha ya tuhuma dhidi ya Askofu Gwajima, waumini wa kanisa hilo hawapaswi kuendelea kuteseka na kunyimwa haki yao ya msingi. Alisisitiza kuwa ni vyema serikali ikazitazama imani kwa jicho la huruma na ustahimilivu, kwa sababu si wote walio kanisani wanahusika na siasa. Hakuishia hapo, aliendelea kusema kuwa waumini wanataka kusali, si kushiriki siasa. Wengi wao ni maskini wanaotafuta faraja ya kiroho, alisema Askofu Bazili kwa uchungu. Kanisa la Ufufuo na Uzima limekuwa likihusishwa na mahubiri yenye ujumbe wa kisiasa, hasa katika nyakati ambazo Askofu Gwajima alikuwa akitoa kauli hizo dhidi ya baadhi ya viongozi na mifumo ya utawala. Ndivyo hii ilisababishwa mamlaka kulitazama kanisa hilo kwa jicho la shaka na hatimaye kulifungia kwa madai ya kukiuka maadili ya kidini. Hata hivyo, Askofu Bazili amesisitiza kuwa suluhisho sio kufunga ibada, bali ni kutoa miongozo ya wazi na kuelimisha viongozi wa dini namna ya kutofautisha imani na siasa. Turuhusu imani za watu, tusiruhusu imani za watu zipotee kwa sababu ya makosa ya wachache. Kuna watoto, wazee, wagonjwa wanaotegemea maombi ya ibada hizi. Kauli hiyo imezua mjadala mkubwa mitandaoni, ambapo baadhi ya wananchi wameunga mkono wazo la kanisa hilo kufunguliwa kwani masharti maalum, huku wengine wakisisitiza umuhimu wa viongozi wa dini kuzingatia mipaka ya kiroho na siasa. Askofu Bazili alihitimisha kwa kusema kuwa ombi lake lina nia njema kwa taifa. Hayo ni maoni na hilo ni ombi la Askofu Bazili kufuatia kufungiwa kwa kanisa la Ufufuo na Uzima ambalo linaongozwa na Askofu Gwajima baada ya kutoa mahubiri ambayo inasadikika yanachochea masuala ya uvunjifu wa amani nchini. Je, wewe ambaye unatusikiliza muda huu kupitia Mbayu TV, una ujumbe gani kuhusiana na hiki ambacho Askofu Bazili amekisema, na ametoa ujumbe akimtaka Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania aweze kulifungulia kanisa la Ufufuo na Uzima ambalo linaongozwa na Joseph Gwajima, kwani sio wote ambao wanaenda kusali katika kanisa hilo wanachochea au wanahubiri masuala ya kisiasa. Cha ujumbe wako kwenye ukurasa wetu wa YouTube, tunatumia kama Mbayu TV, na kama hujasubscribe channel yetu ambayo TV ni YouTube, basi make sure unafanya hivyo ili kwanza kupata habari na matukio ambayo sisi tunakuwa tunaweka humo ndani. Lakini usisahau kutufollow kwenye ukurasa wetu wa Instagram, tunatumia kama Mbayu TV, lakini pia usisahau kumfollow Mr. Info JBZ kwenye ukurasa wake wa Instagram, anatumia hivyo. Chao.